Maandalizi yamekamilika na tumetoka kumalizia session yetu leo na tuko tayari kwa ajili ya mchezo dhidi ya Dodoma Jiji. Kikubwa ni shukuru kwanza, kambi yangu iko salama, kwa hiyo nashukuru viongozi wangu kwa kunijalia hilo. Lakini la pili pia nimepata turn up ya ongezeko la wachezaji ambaye mechi zote za nyuma 3 hawakufanikiwa kuwepo katika timu yetu. Lakini kwa mechi ya leo kwa mechi ya kesho watakuwa katika mchezo huo. Na kubwa ni wapongeze viongozi wetu, nikianza na President Jafet Makau, Madam Tabita, lakini pia nikiwapongeza viongozi wa TFF kwa kutupambania kuwapata wachezaji wa kigeni, na sasa tunaanza ligi rasmi. Kiuhalisia tangu kuanzishwa kwa Fountain Gate hakuna mechi ambayo inakuwa nyepesi wanapokutana na Dodoma, kwani sisi tunaamini na inajulikana ndivyo ilivyo, kama hii ni dabi ya kanda ya kati na maanisha mkoa wa Dodoma, lakini kwa sasa tuko Manyara na wao wamekuja huku, sio wageni sana, lakini huwa mara nyingi michezo yetu sisi na wao inakuwa ni migumu. Lakini mimi naamini kwa jinsi tumefanya maandalizi mazuri, Mungu atakapojalia tutapata matokeo. Kweli mechi ya kesho ni kama finali kwetu, kwa sababu unajua nyuma huko tumepoteza mechi 3 na tuwezi tukaruhusu tena tukapoteza mechi nyingine ambayo inayofuata ya kesho, especially tunachezea nyumbani. Ndio kwa maana sisi kama wachezaji tunaongea kuhusu hiyo mechi kuwa ni mechi kama finali kwetu, tunahitaji alama 3. Unajua ligi inavyokwenda, unapokuwa mnapoteza alama mambo yanakuwa magumu. So yani tuna uhitaji kabisa wa kushinda mechi ya kesho, tunahitaji kweli. Maandalizi yetu kama Dodoma Jiji yamekwenda vizuri. Nafikiri tuna mechi day -1 ambayo ni leo, ambayo tutakuwa na mazoezi ya mwisho katika uwanja tutakaotumia kwa siku ya kesho. So nadhani kwenye kikosi tutakosa baadhi ya wachezaji wachache kama Anuari Jabiri, Ibrahim Gecha pamoja na Custom Magama. Tutajaribu kuassess katika hii final training, lakini the rest kikosi kiko vizuri, tumetrain vizuri kwa ajili ya kuwakabili wenyeji wetu Fountain Gate. Timu iko na spirit nzuri, nadhani ni timu ambayo nafikiri kama mnavyoona iko katika morali ambayo iko katika position ya kushinda. Nafikiri mechi ya kesho tumejiandaa vizuri kama wachezaji. Najua mchezo hautakuwa mchezo rahisi sana kutokana na timu hizi mbili zinapokutana, sababu tunajua tangia mwanzo walipokuwa ligi daraja la kwanza ilikuwa kama ni dabi, kwa sababu nao ni watu wa Dodoma wamekuja tu hapa wamehamia. Kwa hiyo tunajua mchezo hautakuwa rahisi, utakuwa mgumu sana. Kwanza ni mkaribishe ndugu yangu Moses kwa mara nyingine tena Babati Manyara, lakini pia nimtakie kila laheri na kila lenye baya kuelekea kwenye mchezo wetu wa kesho, kwa sababu amekuja kwenye kipindi ambacho ni kibaya kwake na ni kipindi ambacho kizuri kwetu, kwanza kutokana na maandalizi ambayo tumeyafanya, lakini amekuja kwenye kipindi ambacho sisi tunaishi kwenye kauli mbiu ya kwamba tumejipata na tunaanza na Mungu. Nikisema tumejipata, wale ambao bila shaka walifuatilia mechi yetu kwenye tamasha la The Tanzanite, kwa hiyo ujumbe wa tumejipata bila shaka ulifika vizuri, na sisi tuna kila sababu ya kuhakikisha tunafanya vizuri kwenye mchezo wa kesho. Nia ya kufanya hivyo tunayo, uwezo wa kufanya hivyo tunao, lakini pia hata nguvu ya kufanya hivyo pia tunayo. Nimekuwa nikifuatilia maandalizi ya walimu wetu chini ya kocha wetu mkuu wa sasa Mohamed Eliza Leke. Inaonyesha ni kwa asilimia zaidi ya 100 kwamba kesho tunakwenda kufanikiwa, na tumetoa ahadi kwa mashabiki wa Babati na Manyara, wale ambao watajitokeza kwa wingi kesho, basi tuna shughuli moja tu ya kukamua mvinyo kutoka kwenye zabibu zilizotokea Dodoma, kisha tutazigawa kama zawadi kwa mashabiki wote ambao watajitokeza kesho kwenye uwanja wa Tanzanite kwa raha. Kesho hakuna visingizio, hakuna mswalie mtume na ile mazombi style. Basi bwana Moses, nikwambie inakwenda kufanya kazi kwenu kwa asilimia zaidi ya 100. Kwa hiyo niwakaribisha watu wa Manyara, watu wa Babati kwenye mechi yetu ya kesho. Dodoma anatakiwa kuacha alama 3 kesho na ataziacha hapa, na yeye pia ataondoka akiwa mtupu kuelekea kwake. Niwahakikishie Fountain Gate kama ambavyo hawajawahi kupata alama 3 kutoka kwa Dodoma Jiji,
bado hilo litaendelea kuwa jinamizi kwao, itaendelea kuwa ndoto ambayo wataendelea kuiota miaka yao yote ya soka. Yani hata tukisema kesho tusichezeshe wachezaji wote, mimi nikawa golini, Digea pale akawa namba 2, kocha Josia akawa namba 3, Mashami akawa namba 4, Bakila akawa namba 5, Fountain Gate atakachoambulia labda alama 1. Lakini kupata alama 3 hiyo ilishafungwa zamani sana na hakuna wa kufungua. Kwa hiyo kwanza nimpe pole kwa wao kuamua kuanza na Mungu kesho, lakini ambacho tunakishukuru sana na tunawashukuru sana TFF na bodi ya ligi pamoja na CAF ni kuwaruhusu nyinyi muweze kutumia wachezaji ambao mlikuwa mnalialia kwa kutowatumia, kwa sababu hakutakuwa na kisingizio.